Hii ni Baraka1 TV moja kwa moja kutoka DRC na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu. Na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Washington, Marekani kuwapeleka wakimbizi nchini Rwanda. Bukavu, M23 Landsfaith Congo RDF endelea kuwateka vijana kila kukicha. Uvira, wazalendo lazima wailinde Uvira kwa gharama kubwa. Na mnaendelea kupata matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni asubuhi ya saa 12 saa za Afrika ya Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki, tarehe 5 za mwezi wa 5 2025. Kumbuka tu kwamba operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hiyo, tafadhali tumia namba ambazo unaziona hapo ili kuweza kuwasiliana na Baraka1 TV. Pia usikose kutumia Baraka1 TV channel 2 ambako utakutana na matukio mengi yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko Washington, ambako Marekani kuwapeleka wakimbizi nchini Rwanda. Moja kati ya makubaliano yaliyofanyika kwenye mkataba uliofanywa kati ya nchi za Marekani, DRC pamoja na Rwanda ni Marekani kuwapeleka wakimbizi nchini Rwanda wakitokea ndani ya nchi hiyo ya Marekani. Ili kupata amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Kinshasa imekubali chini ya uangalizi wa Marekani kufanya makubaliano na Rwanda, huku DRC ikisaini mikataba ya madini na nchi hiyo ya Marekani. Katika makubaliano hayo, Rwanda inatakiwa kuondoa majeshi yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuacha kuwasaidia magaidi wa M23, huku DRC pia upande wake ikikubaliana na kuwasaidia pia FDLR na pia kukubali kuwapokea wakimbizi zaidi ya 100,000 kutoka nchini Rwanda na wengine kutoka nchini Uganda. Swala la wakimbizi kutoka Marekani kuja nchini Rwanda, hili lina mitazamo gani kwa wanasiasa? Huyu hapa mmoja kati ya wachambuzi wa Baraka1 TV. Naam, asante sana mtangazaji, ninashukuru. Naam, bila shaka kuingia kwa swala hili la mkataba wa baina ya DRC, Marekani na Rwanda kuhusiana na swala la kuwarejesha wakimbizi ambao wako Marekani wasiokuwa na vibali ama vitambulisho ambavyo vinaruhusiwa na serikali ya Marekani. Swala hili nadhani ni swala ambalo ni changamoto sana na linahitaji kuchunguzwa kwa umakini, kwa sababu tunapoangalia swala la Marekani kuwarejesha wakimbizi kutoka Marekani hadi Rwanda, kuna mambo mengi ambayo yanafaa yachunguzwe hapa. Naam, jambo la kwanza ambalo tunafaa tule ni kwamba ili sio jambo geni, kwa sababu hata serikali ya Uingereza imewahi kujaribu swala kama na hili, lakini lilifeli baada ya bunge kubaliana na swala kama hili kuendelea. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo nahitaji tuzungumzie hapa ni kwamba mpango huu unasaidiaje nchi ya DRC? Kwa sababu ukiangalia, mimi kwa mtazamo wangu naona kwamba sidhani kama mpango huu unaweza ukanufaisha nchi ya DRC kwa namna yoyote ile. Kwa sababu jambo la kwanza, wakati wakimbizi hawa watakuwa wakirudishwa Rwanda, lazima kuna misaada ya fedha ambayo Rwanda itahitaji itumie ili kuweza kuwapatia wakimbizi hawa hifadhi ama nafasi kule nchini. Na kwa namna hiyo, makampuni ya Marekani itabidi yaingie DRC kuchimba mali, na baada ya kuchukua hii mali itaenda itengeneze fedha ya Marekani, na tena hii fedha itarudi Rwanda ili kunufaisha Rwanda.
Kwa hiyo unapata kwamba hii mali itakuwa inaenda sehemu mbili. Inaenda Marekani, ikitoka Marekani ikishatengenezwa kama ile inarudi Rwanda, inanufaisha Marekani na Rwanda. DRC wanabaki wakilia. Na ndio maana mimi kwa upande wangu naona kwamba sidhani kama mpango huu unaweza ukaleta manufaa yoyote kwa nchi ya DRC. Lakini kwingineko ni kwamba tukumbuke kwamba wakimbizi wengi ambao wako Marekani, hususan wale wananchi wa DRC, wengi wao walikimbia huko baada ya kuona vita ambayo imesababishwa na wanamgambo kutoka Rwanda. Na kwa sababu ya hilo, baadhi ya wakimbizi wakirudisha Rwanda, sidhani kama wataweza kuishi kwa usalama na amani, kwa sababu kilichowafanya wakimbie nchini kwao ni hii nchi ambayo wanaenda kuwekwa. Kwa hiyo inaweza ikasababisha wao kuanzisha migogoro baina yao wao na wakazi wa pale nchini Rwanda. Na hii inaweza ikawa changamoto sana kwa wakazi wa Rwanda. Kwa namna hiyo sidhani kama italeta matokeo bora, badala yake italeta migogoro baina ya watu. Kwa kumalizia, ndugu mtangazaji, ni kwamba dili hii inaweza ikapelekea swala la nchi ya Rwanda na nchi ya Marekani wakati wanafanya mkataba huu pamoja na nchi ya DRC, inaweza nikawa ni jambo la muda tu, kwa sababu mikataba mingi ishafanyika lakini hakuna mabadiliko. Kwa hiyo inaweza kuwa ni jambo la muda, na tunafaa tuelewe kwamba Marekani haijawahi kusuluhisha migogoro yoyote kule duniani. Mara nyingi Marekani wanaingilia migogoro, lakini wao mara nyingi wanatazamia masuala yao tu ya kibinafsi. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko Washington, na moja kwa moja tuingie jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya jiji la Bukavu, ambako magaidi wa M23 wa Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF waendelea kuwateka vijana kila kukicha. Limekuwa ni swala la kusikitisha na swala la kuleta huruma, maana magaidi wa M23 kila kukicha wanazidi kuwateka vijana na kuwapeleka maeneo ambako hakujulikani. Baadhi yao wanakamatwa na kuingizwa ndani ya jeshi, na wengine wanapotea moja kwa moja. Vijana wengi wa ndani ya jiji la Bukavu pamoja na jiji la Goma wamekuwa wakilalamikia Baraka1 TV, huku wakihitaji msaada kutoka serikalini pia na kutoka kwenye mashirika ya kimataifa. Magaidi wa M23 kutokana na pressure ambayo wanazidi kuipata kutoka kwenye Umoja wa Mataifa, pia kutoka serikali ya DRC, na ambako serikali zimeweza kukubaliana na nchi ya Rwanda kwa kusaini mikataba ya kuleta amani ya kudumu, lakini bado inaonekana magaidi wa M23 wanazidi kuwateka vijana na kuwaingiza ndani ya jeshi, na huku wote ambao walikuwa wakifanya kazi kwenye idara mbalimbali za serikali kutokuwekwa ndani ya kazi hizo endapo hawatokubaliana kurudi kwenye mafunzo ya M23, huwa wanatolewa na wanawekwa wale ambao wanakubali kufanya kazi pamoja na M23. Hapo ni kwa upande wa Goma, ambako vijana wengi walikuwa ndani ya ofisi za serikali, na baada ya magaidi kuingia ndani ya mji huo ni kuanza kuwachukua vijana na kuwaingiza kwenye mafunzo, baadaye kuwapa kazi hizo. Wale ambao wamekataa kwenda kuungana na M23 wameweza kufukuzwa kazi, na hivyo kupewa wale ambao wamekubaliana kufanya mafunzo ya kijeshi ya M23. Tunateseka, tunasufiri, shie wote washatufukuza mkazi. Sie wote tuliendaka, tulikatalaka tutenda kule maformasio zao, washatufukuza mkazi. Mae tushabakia tu bashomeri, maana kushinda tu kunyumba, hakuna vya kufaa. Bwana, ni hatari sana. Iko na Goma sasa bana kusema makoteza yulu ngambo za Nyiragongo. Ba M23 walisema il faut babiana yote batabakamata par force bababe ku formation. Ndio habari kwa tuma tunakuwa naogopa hata kutembea, hata kufika hata kwa barabara, kama tunakuwa na shida. Tunakuwa tunashindwa kabisa kushinda tu kwa nyumba. Ndio naita tembea ovyo ovyo, par mal chance bana kuanguka kwa bana kubeba. Ndio vitu iko patikana Mgoma vile baba. Kichana na Goma pia Bukavu ni hivyo hivyo, magaidi wanaochukua vijana na kuwapeleka ndani ya jeshi lao. Hii ni Baraka1 TV.
na tuendelee kuwatangazia ama kuwaarifu mambo ambayo yanapitikana Bukavu leo na kesho. Leo ilikuwa ni changamoto huko mjini Kabare, ikiwatangazia mambo ya leo dimanche le 4/5/2025 bilifanyika na saa 5 ambapo warugaruga walipanda kwenda kuchukua vijana wa Kabare kwa kingufu, na walibahatika wakaeneza idadi 400 personnes Bakabare na wakatiede na wenye walitoshewa Bagira wote walipelekwa huko Kansa yuko kwenda kufanya maformasio za ujinga, kisha watapelekwa huko Rumangabo ili wafunzwe kirefu na waende katika Kongo na kwenda kupigana. Haya yote ni machungu kwa vijana na kwa wazazi, kwa maana wanaanza kugeuza Wakongomani wajipiganishe wao wenyewe kama vile walivyotamka mwanzoni wakati walikuja kuvamia hapa Bukavu. Na cha mshangao tunaendelea kulia na kusononeka na kulomba wakuu viongozi wa kidemokrasia ya Kongo, zaidi rais wetu Felix Antoine aendelee kusikia malalamiko, kwa maana imekuwa kama vile wamemwekea bipingamizi ama distraction. Na mnaendelea kusikiza Baraka One TV, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki, ambako Ejide Kizenga Tembele, King Selemani Kizabe Ayeba wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Unafuata matangazo yetu kutoka nchini Marekani, kutoka Europe, kutoka pia Canada, Central pamoja na East Africa, South Africa, kote mkiwa mnasikiliza Baraka One TV. Na baada ya matangazo hayo tuingie ndani ya jiji la Uvira, ambako wazalendo wanatakiwa kulinda Uvira kuna Fizi kwa gharama kubwa. Wazalendo wamekuwa wakipambana dhidi ya magaidi wa M23 huku wakifanya mikakati ya hali na mali ili kuhakikisha kwamba wanazuia maeneo yote ambako wamekuwa wakiashikilia na kupunguza pressure ya magaidi wa M23. Mmoja kati ya wazalendo waliopambana vita tokea Goma, Bukavu, Nyabibwe pamoja na maeneo mbalimbali, kuna ushuhuda mzito kutoka kwake. Yote ambayo yako yanafanyika ni kutokukubaliana kwa wazalendo pamoja na jeshi la serikali. Wazalendo bado wanaendelea kuilaumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jeshi la FARDC. Wazalendo wanatakiwa kulinda Uvira kwa hali na mali. Wazalendo wanatakiwa kupambania Uvira kwa kila namna ili kutokumpa nafasi adui ambaye anajaribu kupenyeza ili kuweza kuteka miji ya Uvira pamoja na Baraka tarafani Fizi. Huyu hapa mmoja kati ya wazalendo ambao wameshuhudia makubwa kwenye mapambano dhidi ya M23. Ukweli ni huu. Wakati tulikuwa tunapigana Nord Kivu, hatukuwazia kama army yetu iko complice mwa hii vita. Hatukuwazia kama gouvernement yetu iko complice mwa hii vita. Najua watu wengi watanibishia kama gouvernement iko complice, me nitawaonesha wazi maneno kadhaa kama gouvernement iko complice na iko derrière hivi vita. Kila vikenyi wanafanya ma négociation, ma dialogue, nini distraction ya kudistraire toute population, lakini ce qui est vrai, le gouvernement est complice. Gouvernement yetu inajua hivi vita bien tena bien. Tusijitrakase hata. Juu ya nini mimi nasema hivi? Wakati tuko Nord Kivu, tunapigana na waasi. Tukipiga waasi wanarudia nyuma. Armée ya gouvernement inakuwa inatuambia tufanye relève. Tunawapatia eneo, tunaenda mweneo ingine. Après un temps, unasikia sema basi banakamata kwenye mulikuwa gouvernement, armée ya gouvernement inakimbia. Ilikuwa je. Tukajitia mkichwa ke basi biko banapiga armée yetu. Kumbi ilikuwa manigance. Alors, ile je ya Nord Kivu ilikuja kuonekana vizuri sana tunataingia Sud Kivu. Wakati tulikuwa Minova armée ya Kongo ilikuwa pale mingi sana, tena mingi sana. Ilikuwa bien armée, bien équipée. Mais un temps kulikuwa vita vyenye tukujua vilitoka wapi. Bakasede Minova na bakambia banazalendo wote baseme tutoke. Alors gouvernement inatoka.
Maintenant tukakuwa oblige kusede Minova. Basi wakakamata Minova, tukaingia Nyabibwe. Nyabibwe kulikuwa arme ya guvernema pale, kulikuwa wazalendo pale, tulipigana vya kutosha Nyabibwe, tulipigana sana ce qui est vrai, na kuko basoda guvernema venye balipigana parce que bien que tuko tunasema arme ko corrompi, mais haiko corrompi yote 100%. Kuko wale ba patriote benye hata bakamate zile franga banapigana na wengine banazikatala banapigana, ya de patriote. Na hapo ndipo tunakwenda kuungana kwa matangazo yetu ya asubuhi hii ya tarehe 5 za mwezi wa 5 2025 saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Mengine tukutanane saa 6 pamoja na saa 9 pia na saa 12 kupitia Baraka One TV.